Katika harakati za Wameshia na mizizi ya Kiebrania, huenda tunaonekana kama sasa tumejificha ndani ya chachu ya kiroho ambayo hatukuiondoa upande mmoja na tukaichukua upande mwingine. Kwa uaminifu kabisa, na sisi kwa kweli tunaona, na wengi wenu pia mmeona, kuna kujihesabia haki sana katika harakati hizi, dini nyingi mno, siasa nyingi na vita vingi vya kibodi mtandaoni. Kwa kweli, ushuhuda wetu wa mwanga ni upi wakati huu? Kama kuna mavuno yanayotuzunguka kama wale walio nje ya nyumba, ni nini hasa wanachoshuhudia kupitia maisha yetu sasa hivi? Je, tulihakikisha wameona tizitio zeeni? Je, kweli wanaona uadilifu wetu? Je, kweli wanaona upendo wetu? Je, tunawapa hata muda wetu kidogo tu? Au tumekuwa kikundi chetu kidogo tu, kikundi cha kidini na genge letu? Je, tumeandika mioyoni mwetu wenyewe, lo, wamekwenda, watapata uwezo wao, wataona jinsi nilivyo sahihi. Nini kinaendelea? Inaonekana kwamba wale tunaowafanyia hivi ndio waliowajia wagonjwa. Inaonekana kwamba hawa ndio waliokamatwa katika Msamaria Mwema akaunti. Inaonekana kwamba mifano yote inatolewa kwetu, ambapo nuru inaonekana ambayo ilibadilisha mkondo wa historia ya mwanadamu. Bila silaha ilikuwa kwa wale walio nje ya nyumba. Je, kuna muda halisi uliowekwa unaoelekeza haswa kwenye wakati ambapo kuna watendakazi ambao watakuwa na nuru ya Masihi kwa watu hawa? Je, inalevitala kwamba huu ni wakati wa mwaka ambao labda tu tunaweza kutumia muda na wale tunaowapenda walio karibu nasi? Hizo hazipo ndani ya nyumba bado, kwamba labda ni wakati wa kuwasaidia na kitu fulani nyumbani. Labda huu ndo wakati tunaweza kuwakaribisha nyumbani. Hatuongelei ushirika wa karibu sana, hatuongelei kuwa na ushirika na giza. Tunaongea kuhusu kuwa nuru na kuwapenda wale ambao bado hawako ndani ya nyumba. Je, inawezekana kwamba sisi sote tuna hili katika maisha yetu, kila upande wetu, kuanzia majirani zetu wa karibu hadi familia zetu hadi marafiki zetu tunaowapenda? Na je, kweli wakati wa muda uliopangwa tunajua kuondoka, labda nikiondoa chachu hii Masihi atanitumia? Na hatubuni ajenda zetu ndogo, Michael? Unajua, tutawapeleka nyumbani kifiri, kisha wapige na hiki au kile au chochote kile. Je, inawezekana anatuomba tu tuwe miongoni mwao? Mimi navuna, si wewe. Mimi ndiye, na ninabadilisha moyo na ninafanya hivi. Na labda inawezekana kwamba anatuambia msifiche nuru yenu katika chachu yenu. Niruhusu tu nitumie ninachofanya. Wewe ndiye chombo. Yeye ni Elohim, anafanya kazi ya moyo, anafanya hivi. Na swali pekee ni kwamba tumerudi moja kwa moja. Je, sisi ni vyombo vya heshima au havifai? Na inawezekana hii ni kubwa, na imeandikwa katika kitabu cha Ruthu kwamba haya yote yapo ili kutufundisha kwamba analeta wageni wake wa harusi, anajaza nyumba yake, na sisi hatuwezi kuamua jinsi hiyo inaonekana au inavyotenda. Kwa kweli tunaitwa tu. Je, hatuwezi tu kupoteza upendo wetu wa kwanza na kuruhusu huu uangaze na kuacha upuuzi wote wa kidini? Nitatoa mfano rahisi na wa vitendo ili kueleza hoja hiyo. Unajua, na Curtis nitakutumia wewe kutoa hoja. Lakini Curtis, je, ni yote ambayo Yara anakuomba kutoka kwako haswa? Curtis, unapenda uvuvi? Nenda kuvua samaki na marafiki zako wa Kirumi. Lo, tabu, ugumu. Utafanya nini, Curtis? Mungu wangu, unaniomba niwe mvuvi mwepesi? Naam, uliniomba nifanye hivyo mwaka jana, na nikaishia kuokoa maisha ya jirani yangu.
Je, nilipanga hiyo? Hapana. Je, nilipanga? Hapana. Lakini kwa uangalifu ndani yangu ilikuwa kama, unajua nini, ndiyo, nitaenda. Nilikuwepo siku hiyo. Nami nilikuwa mwanga. Nami nimekuwa mwanga kwake tangu wakati huo. Na sasa polepole lakini hakika ni kama, imani yako ni ipi? Mtu huyu ni nani? Wewe hujui, hatujui. Tunachojua ni kwamba, je, hao ni akina baba? Kuwa mwanga haimaanishi kwamba tunapaswa kubuni ajenda na hali hizi zote. Naam, nitaenda kupaka rangi nyumba ya jirani yangu ili niweze kuwa mwanga. Vipi kuhusu kujiweka tayari? Vipi kama ni, namaanisha kwangu mimi ilikuwa ni uvuvi mwaka jana, lakini itakuwa tofauti kwetu sote. Vipi kama ni kuapa tu baadhi ya nuru iliyo ndani yako na uipende chochote kile ambacho kinaweza kuwa kwako. Lakini usishangae kwamba hakuna Elohim aliye hai wakati huu. Hilo linaweza tu usipoingilia kati na kuunda ajenda zako ndogo, kushawishi watu wa dini, kufanya mambo haya yote ambayo tumefundishwa. Jitoe tu katika mavuno yake, si yetu. Kuwa mwanga tu ndani yake. Nani anajua nini anaweza kuruhusu? Una watoto, marafiki, familia pana zaidi. Wote wako nje ya nyumba labda huu ndio wakati wa mwaka ambapo tunajiruhusu wenyewe. Baba, ondoa chachu hii kutoka maishani mwangu. Kwa nini? Hii ndiyo changamoto kwetu sote. Huu si wakati wa kuhesabu Dracula. Huu unaweza kuwa wakati wa kujiruhusu kuwa chombo cha nuru katika mavuno. Na hatuwezi kuamua jinsi hiyo inavyoonekana, lazima. Lakini najua hili sana. Ninaona tuna Elohim anayeondoka. Unaweza kuondoka tu. Na uwe nao. Hatuombei shida kubwa wakati huu. Ana uwezo wa kubeba mzigo. Ana uwezo wa kubeba nira. Si. Je, tunaweza kuwa ndani yake tu? Na je, tunaweza kuangaza nuru yake ndani yake? Mavuno ni mengi, Michael. Mimi kinaendelea. Yesu akawaambia, mavuno ni mengi lakini kazi ni chache. Kwa nini? Levi. Kwa hivyo mwombeni kwa bidii Bwana wa mavuno ili atume wafanyakazi katika mavuno yake. Nenda zako. Tazama, mimi nawatuma kama wana kondoo katikati ya mbwa mwitu. Tena onyo hili la waumini, kwa sababu tena mbwa mwitu wanatoka wapi? Mbwa mwitu hawatoki Roma, zinatoka mwilini. Wale ambao wangekataa nuru yake au wale ambao wangepotosha nuru yake. Unajua, unapotumia muda na Warumi mambo mengi ya maisha yako, usishangae kwamba watu wa dini maishani mwako labda watakudharau kwa hilo. Tazama walichomwambia Yeshua. Anakula na kunywa pamoja na watoza ushuru na makahaba. Hilo liliathiriga dini. Lakini angalia alichofanya Masihi, alichofanya miongoni mwao. Angalia ni nani aliyemtumia kufanya ili kuanzisha mavuno haya kwa utimilifu wa Shavuot. Alitumia wavuvi, alitumia wafuasi wa dini, wale ambao waumini walikuwa wamewadharau. Tutazungumzia zaidi kuhusu hili wiki ijayo. Labda ni wakati wa kuwa nao tu, na watakapokuuliza unafanya nini, tusione aibu na kuficha nuru yetu na chachu yetu. Labda tutasema huu ni wakati uliowekwa wa sikukuu ya majuma. Nami niko pamoja na wale ambao Masihi alikufa kwa ajili yao. Labda ni wakati wa kujua hasa hili linahusu nini hasa. Wanafunzi waliposikia haya walishangaa sana. Muktadha wa hili ni upi? Tajiri. Kuhusu unabii na kuwabadilisha watu, hata tajiri angeweza.
Wanafunzi wakashangaa sana wakisema, nani basi awezaye kuokolewa? Hata tajiri alikuwa mgumu zaidi. Anatoa mifano ya ngamia na jinsi ingekuwa rahisi kwa mambo fulani kutokea kupitia tundu la sindano katika hili. Lakini Yesu akawatazama na kusema, naam, hata yule tajiri. Hili kwa mwanadamu haliwezekani. Pamoja nasi katika juhudi zetu wenyewe, nguvu zetu wenyewe na unabii wetu, kushawishi kwetu na uongofu wetu, ndiyo haiwezekani. Lakini kwa Elohim, ambapo tulianza na ujumbe huu leo, mambo yote yanawezekana. Je, anachotuomba tufanye ni kuacha mwanga huu utoke kwenye chachu yetu ya kidini? Je, inawezekana kwamba tuna Elohim nami hajabadilika? Yeye ni yule yule jana, leo na kesho, na yuko katika wakati uliopangwa, na anatafuta tu vyombo vitakavyomruhusu kufanya kazi hiyo. Na ni nani huyo anayemtafuta maishani mwako? Omba Bwana, mchungaji anafuatilia. Huyo ni nani? Usijaribu kubaini. Jiruhusu tu kuwa miongoni mwao na umruhusu akuonyeshe, kwa sababu anafanya kazi ndani yake, moyo wa mwingine, na hawa ndio tunaowapenda na kuwajua, kuwaombea na kuwajali. Je, inawezekana kwamba anataka kujibu hata maombi yetu wenyewe kwa ajili ya wapendwa wetu walio nje ya nyumba? Je, inawezekana huenda hata akataka kukutumia kama chombo cha nuru ili kujibu maombi yako unayotoa? Mradi tu tunaweza kukaa mbali na ni nuru yake ndani yetu, si juhudi na ajenda zetu za kidini. Wewe Unajua, mimi cha kushangaza Curtis. Huu ni ujumbe rahisi sana unapouona. Kila kitu ambacho tumepitia, ndiyo, tumejitahidi na tumepitia picha za kivuli za kushangaza. Na tumeona ufumaji wa ustadi ambao Elohim ameunganisha pamoja wa mpango huu mkuu wa ukombozi. Lakini kwa kweli, katika kiini, katika msingi, huu ni ujumbe rahisi sana kama tunaweza kuusikia. Si vigumu. Na jambo moja ambalo nimejifunza kwa miaka yangu mingi katika imani ni kwamba hiyo ndiyo alama na alama ya vidole vya Elohim. Hilo ndiyo ni zuri, la kina, la kushangaza, la kuvutia, la kushangaza, lakini ni rahisi sana kuelewa kwamba hata mtoto anaweza kulielewa. hakukuomba uwe kile ulicho nacho au uwe ndani yake na sio wa hicho. Hatuombi tuiache Sabato na kuheshimu wakati huu uliowekwa. Anachosema ni kwamba usisahau kile kilichopo karibu nasi kinaweza kuwa mavuno. Inasisimua sana kwa sababu kile ambacho mimi na Michael tunajaribu kuwaambia kila mtu na sisi wenyewe na jamii hii yote ni kwamba huu ni wakati ulio hai na uliopangwa. Hatuonyeshi baadhi ya vitu vilivyotokea karibu miaka 2000 iliyopita au maagizo fulani katika Torati ili kutufundisha jambo fulani. Kwa kweli katika karamu hai ya majuma, naye yuko pamoja nasi. Yuko hapo kweli na anafanya kazi yake. Na katika baadhi ya matukio licha yetu. Kwa kweli katika hali za kusikitisha zaidi kwa sababu tunaficha mwanga wetu bila sisi. Je, tunataka kujumuishwa katika mavuno hai ya Elohim? Je, unaamini kwamba roho yake iko na nyakati zake alizopanga na inaishi sasa hivi? Na labda anajaribu kutufundisha mambo mazito na ya kiroho ya mvuto huu wa ajabu kuelekea wakati fulani. Hiyo ndiyo faraja yetu kwa kila mtu katika jamii hii na kwetu sisi wenyewe. Labda kuna mavuno yanayotuzunguka. Labda tunapaswa kuruhusu nuru yake ionekane ndani yetu, na hatupaswi kuwa katika hofu na aibu na kujiona kuwa waadilifu na mambo haya mengine yote. Na labda hatupaswi kubuni na kubadilisha na kutoa unabii. Labda tu tunajipatia tu kuwa sehemu ya mavuno haya. Na kumbuka kwamba anajaza benki ya harusi labda na kile ambacho hakionekani hivyo. Wakidini na waliosafishwa kwa sababu wako nje ya nyumba hivi sasa.
Huu ni ujumbe wa matumaini kwa ulimwengu wa giza. Unahitaji nuru yake, si yetu wala toleo letu la kidini. Unahitaji nuru yake. Amina. Hiyo ni Changamoto. amina. Tunatumaini hili limekupa changamoto na kukubariki. Kweli tunafanya hivyo, na tunajisemea sisi wenyewe kwanza kabla ya kuzungumza nawe. Changamoto hii ni muhimu kwetu pia, na kwa hivyo ndio tuende mbele na kwa matumaini tuwe vyombo vya nuru yake. Amina. Kila mtu